wanaona wanakokwenda na hawa wanakufa vizuri. Akasema watu wasioona vizuri wanakokwenda hawafi vizuri, wanakufa kwa kulalama. Nasema wakati mwingine ni vizuri mtu akiugua muda mrefu anajifunza mambo mengi yanayomhusu yeye, lakini anapata maandalizi ya kutosha kuuendea uzima. Hailingani sana na mtu anayepata ajali ghafla akafa. Tumepita pale Iguguno, tumekuta kuna mwili wa binti moja amegongwa gari. Inaonekana alikuwa anavuka barabara. Nafikiri tu kwamba unataka kuvuka barabara, gari imekuchukua, umekufa, utajiandaa lini? Daudi anazungumza habari ya muda wa mateso yake, na katikati ya muda wa mateso yake akapata nafasi ya kutubu dhambi zake na kuungama. Ingawaje hatuwezi kusema kwamba kuugua ni kusudi la Mungu. Mungu tunayemwamini si dhalimu kiasi hicho. Nami nafikiri hata wewe huwezi kukubali kumwamini Mungu anayetesa. Mimi siku zote tunapingana na yao, wanapingana hivyo. Kifo si cha Mungu. Kifo si cha Mungu. Binti yangu moja aliyekuwa anakaa na mimi mwaka huu tu, saa 4 usiku tunakwenda kulala, nikasikia anapiga yowe, analia. Kwa nini Mungu umefanya nini? Kwa nini unafanya hivi? Kwa nini umemchukua mdogo wangu? Kwani tumekukosea nini? Wewe Mungu ukoje? Nikaenda nikamwambia kuna nini? Akasema mdogo wangu, ni juzi mwezi wa 5, mdogo wangu wa miaka 15, darasa la 7, ametoka shuleni, akaondoka, ni mtu wa Sengerema, wakaenda na wenzake 3, wakaingia kwenye mtumbwi, wakaenda kuvua samaki. Wimbi likapiga kubwa, ngalawa ikapinduka, wakaanza kupiga kasia kurudi, wakashindwa. Wenzake 2 waliokuwa na miaka 19 na yule mwingine 20 wakafanikiwa kwa sababu ya nguvu ya mapafu kufika ufukweni. Yeye akazama. Sasa kwa nini? Mungu amefanya nini? Kwa nini anafanya hivi? Kwa nini Mungu anatesa familia yetu? Nikamwambia, sasa huwezi kupata faraja ikiwa unalia kwa namna hii, na Mungu atakuacha. Ndivyo mara nyingi tulivyo, tunafikiri Mungu anaua. Twende katika muujiza wa kwanza, na uhesabu muujiza wa kwanza. Adamu katika bustani ya Edeni na mke wake Hawa. Nyoka anafika, anawahoji, namhoji Eva, Hawa, kwa majina yote unayojua. Hivi Mungu alikuambia nini? Atamka yeye, Mungu alituambia tusile matunda ya mti huu. Na mkila mtafanya nini? Sema tukila tutapata kujua mema na mabaya.
Sasa wakadanganywa pale, lakini angalia mema yote Adamu alikuwa ameshaonyeshwa na Mungu. Mema yote Adamu alikuwa ameonyeshwa na Mungu. Mabaya ndiyo alikuwa hayajui. Kwa hiyo angeendelea kusikiliza agano lake na Mungu, angeendelea kujua mema. Baada ya kudanganywa, ndipo alipojua sasa na mabaya. Hapo tunapodanganywa ndipo tunapoanza kujua mabaya, lakini tukikaa kwa Yesu siku zote tutajua mema, hata jinsi ya kufa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mema katikati ya kufa. Haisemi tu hivi ya kale yanapita, tazama mambo yanakuwa mapya. Ya kale hayawezi kupita isipokuwa umeondoka hapa duniani, lakini mema ya mbinguni pia huwezi kuyaona isipokuwa umeondoka hapa duniani kwa jinsi ya kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa ushuhuda tu wa kawaida, mtumishi wa Mungu hatuwezi kumpigia kelele sana. Anasema hivi, unatekwa na wenye nguvu. Kati ya sehemu ya nguvu kabisa ambayo inamfanya mtu amjue Mungu ni nani, ni wakati ambapo shetani anakutesa sana na Mungu anakupigania ili umwone katika nyakati hizo. Hakuna college kubwa kama hiyo. Kwa watu wanaugua muda mrefu, Mungu hapendi uumie, lakini kama muda haujafika ili urithi uzima wa milele, inaweza ikakuchukua miaka mingi na muda mrefu kuugua, lakini hatimaye utafutwa machozi. Lakini nataka kukwambia pia, usiogope wakati unapokuwa mgonjwa sana. Utafute uso wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Kifo ni kibaya. Mungu wetu ni mtakatifu. Haiwezekani akaunganishwa na kifo. Kifo kinatokana na uovu. Na Mungu wetu kwa kuwa ni mtakatifu, yeye hana asili ya shetani na kuzimu. Anakichukia kifo kama tunavyokichukia sisi. Mtu anayeteseka kwa maumivu makubwa ya mwili wake, Mungu hawezi kumwacha ikiwa amekaa katika imani. Haya, inatoka hivi: huwezi kuwa mteule isipokuwa umekuwa mtakatifu. Bwana hawezi kukuchagua katika ulimwengu huu isipokuwa umekuwa mtakatifu. Huwezi kuwa mtakatifu isipokuwa umeachana na ufalme wa shetani. Kanisa ni mahali ambapo linakutengeneza wewe na mimi ili tuachane na nguvu za kuzimu na roho ya asili, tuwe watakatifu. Kwa hiyo kanisa la Mungu ni kanisa la watakatifu. Kama kanisa la Mungu ni la watakatifu, sembuse wanaoitwa kumtumikia Mungu kama Emanueli.
Unajua anayetengenezwa utakatifu ni Mungu mwenyewe. Sembuse yule anayewapeleka watu kwa Yesu kama Emanueli, awe pamoja na mambo yote, asimpe nafasi ya kuzitubia dhambi zake na kutengeneza mambo yake, ili amchukue katika mikono iliyo imara na ya ushindi. Amini sasa kwamba mtumishi Emanueli ameitwa mbinguni. Amen.